bondia wa kwanza Tanzania, sijui duniani, Tanzania. Bondia wa kwanza walienda kuniskani kichwa. Naona kama ukinikamata nitaona. Si ndio tushakamatana hapa. Sijawahi kuumia kwenye ngumi. Ngumi zinauma lakini ngumi haziniumi. Nikimuona huyu anang'ania sana, anatakaza utemi sana. Ndugu mfake na umuo. Ngumi inaitwa ndonga. Ikiwa moja ndonga moko. Ikiwa mbili mandonga. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi, mambo ni aje? Karibuni sana kwenye episodi nyingine ya Story Yangu Podcast. Bwana, leo niko excited sana kwa sababu story ambayo we are about to hear ni story ambayo ni nzuri, ni interesting sana. Mgeni wetu wa leo pia ni mgeni ambaye na uhakika 100% lazima mtaenjoy hii episode ya mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana kabla tujaenda kwa mgeni wetu, naomba niwakumbushie kwamba YouTube channel yetu ni Story Yangu Podcast. Hakikisha kama una subscribe kwa sababu kila baada ya wiki 2 tunakupandishia episode mpya special kabisa kwa ajili yako. Episode ambayo inakuwa ina story ambayo ina elimu ndani yake, ina burudani, ina drama za kutosha, yani ina vitu fulani hivi ambavyo ni lazima mwisho wa siku baada ya kusikiliza episode ama kuitizama unakuwa umetoka na madini ya kutosha sana. Na unaweza ukashiriki pia kwenye Story Yangu Podcast kwa kuweza kutuambia ni mgeni gani ambaye unatamani kusikia story yake, au wewe mwenyewe ukatuandikia story yako. Ikikidhi vigezo basi utakuja utaketi hapa na utaweza kutuambia hiyo story yako. Na siku ya leo ni moja kati ya wageni ambao wamekuwa requested sana na mashabiki. Tunamtaka tusikie story yake. Tunamhitaji humu ndani tumsikie. Yes. Na leo bana tumefanikiwa kuhakikisha kwamba tunakuwa naye humu ndani. Mgeni tuliyeko naye humu ndani ni Mandonga Mtukazi. Nafikiri mnaelewaga kauli mbiu yake mwenyewe. Tukishinda kama tumeshindwa, tukishinda kama tumeshinda. So hatuna cha kupoteza humu ndani zaidi sana leo. Tuna gain vitu vingi sana kutoka kwake. Napenda vitu vingi sana kutoka kwake, ikiwemo ujasiri wake, uwezo wake, lakini pia namna ambavyo yani ni kitu kigumu sana wewe kumkatisha tamaa kwa sababu wewe hicho unachowaza yeye tayari alishakiwaza na akakipitia mbele muda mwingi sana. So leo tuko na Mandonga Mtukazi na tutaisikia story yake na mtasikia mengi sana ambayo pengine hamkuwahi kabisa kuyajua kuhusu yeye. Mandonga. Karibu sana bwana. Asante sana. Nafurahi sana kuwa na wewe ndani leo. Bwana, na mimi nashukuru pia kufika kwa ofisi yenu. Maana sijui media iko wapi. Okay. Na sijui ofisi iko maeneo gani. Okay. Lakini Mungu amenisaidia leo. Nimefika. Mashabiki walitaka sana kusikia story yako. Yani, kwa hiyo leo naona ni baraka kwa upande wao kwa sababu wataisikia. Na wajua kabisa washabiki wangu wa Mandonga Mtukazi, mtu wa kazi, na nimefika leo na burudani wataipata na wanamsikia Mandonga Mtukazi amefika kwa sababu gani. Okay. Wajue kabisa ujio huu ni wa kwao. Okay, yes, kwa wale ambao mli request ni muda wenu wa kuenjoy, na hata wale ambao mku request pia basi kaeni mkao wa kula na kuenjoy. Mandonga bana, mimi nataka nikurudishe nyuma sana. Kwenye familia yako. Wewe umezaliwa kwenye familia ya aina gani? Ulikuwa ni mtoto wa ngapi? Ulikuwa ni mtoto wa aina gani pia? Mimi nimezaliwa katika familia maskini. Maana tukisema maskini sio familia iliyokosa miguu, familia iliyokosa macho, wala iliyokosa mikono. Ni familia ambayo ina vitu vyote vilivyokamilika. Lakini familia maskini kipesa. Okay. Nimetoka katika familia maskini sana kipesa. Kwa sababu pia ningefikiria mimi mwenyewe katika kuzaliwa, sisi tumezaliwa wengi. Okay. Kidogo tulikuwa na mchanganyiko kidogo katika upande wa wazazi. Okay. Kwa sababu wengi tuliozaliwa tumechangia mama. Okay. Lakini baba tukawa tofauti. Okay. Unajua mama wa zamani tofauti na wa sasa. Kabisa. Watu fulani kiasi kikubwa sana. Sisi kwenye familia yetu tumezaliwa 16. Okay. Na mimi ndo wa mwisho wa 16. Okay. Ambao nilizaliwa mwaka 1979. Okay. Mwezi wa pili tarehe 25. Okay. Wow. Na watoto wote hao mlikuwa mama mmoja? Mama yetu ni mmoja tu, mchanganyiko utofauti wa baba. Hao walizaliwa 3, hao wamezaliwa 4, hao wamezaliwa 2, baba huyu kapata mmoja. Okay. Na kulikuwa kuna changamoto yoyote labda kwenye malezi yenu kwa kuwa na baba tofauti? Malezi yalikuwa hakuna kwa sababu unajua ndio maana cha kwanza nikawahi kusema kwamba mama wa zamani na wa sasa hivi wanatofautiana. Hata wakaka wa zamani na wakaka wa sasa hivi wanatofautiana. Kabisa. Kwa sababu sasa hivi mama yangu ni marehemu, lakini marehemu mamangu alikuwa na kaka yake. Kaka yake alikuwa na nyumba. Okay. Kwa hiyo nyumba moja akaitoa akampa mamangu. Okay. Akawa anaishi. Kipindi anaishi, kabla hajaishi, mamangu alikuwa amepata, kama unavyojua wamama wampata mjamzito, kapata watoto labda 2, alafu
akajikuta kwamba amesalitiwa na mume wake. Wanajua wenyewe sababu ni nini. Yeah. Lakini kakake akaona iwezekani dadangu mimi akateseka. Okay. Akamwambia dada, nyumba hii kuanzia sasa utaishi hapa. Wow. Kwa hiyo watoto wake alikuwa anazaa na mwanaume lakini akubali mama kutoka nyumbani kwake kwenda kuishi kwa mwanaume mwingine. Okay. Yaani nyumbani kwa mwanaume. Mama anataka kuishi katika nyumba yake, mwanae atawalelea hapo. Basi tulivyolelewa wote ni hivyo. Okay. Na umoja upoje kati yenu watoto kwa sababu mlikuwa wengi? Tulikuwa wengi na baadhi Mwenyezi Mungu amewashukuru, baadhi wapo lakini katika asilimia kubwa sisi kwenye familia tunaishi vizuri tu. Okay. Tunasalimiana, kila mtu na maisha yake, kila mtu na familia yake. Maana mimi nilikuwa mdogo wa mwisho kwao. Lakini kafikia wakati na mimi sasa mdogo na mimi nikawa mkubwa na mimi na familia yangu. Yes. Na kamji kangu. Kwa hiyo tukawa ndo tuko hivyo yani, kwa maana lakini utofauti katika familia hakuna. Kuna tatizo tunajulishana. Okay. Na mnashirikiana vizuri bila shida yote. Okay. Sasa nataka nijue. Unajua watu wengi mfano kipaji chako wewe ni ngumi. Tunajua pia ngumi ni mazoezi lakini inabidi kitu kiwe kinatoka ndani. Safari yako ya kutamani kuwa bondia na kupiga hatua ya kuwa bondia ilianza ukiwa na umri gani? Bwana, ilianza long time, zamani. Okay. Sababu zamani sana. Sababu mwaka 92 nilikuwa napenda sana kumfuatilia Iron Mike Tyson. Okay. Yaani ndo limudo wangu na ndo mtu ambao alishawishi tuseme duniani, alishawishi ngumi kwa vijana wengi sana. Yeah. Kwa sababu kipindi hicho ngumi wao wanapigana Ulaya, wanakuta wanapigana usiku. Yeah. Labda saa 6 au saa 5. Lakini kwa kwetu huko tunaonyeshwa muda kumekucha. Yes. Kwa unakuta kama unaenda kuangalia ngumi, unaambia pambano la Tyson leo itakuwa saa 8. Kwa mnakwenda katika nyumba ya mtu au banda la kuonyesha nani? Kuonyesha kipindi hicho sio banda kama kilabu tu. Kilabu mtu wa TV yake kwamba leo ataonyesha ngumi za Tyson. Okay. Sasa mnaenda kukaa pale kufika saa 8, saa 9, saa 10 ngumi mjaona. Saa 11 labda naambia ndo pambano linaanza. Kumbe kule lishaishaga muda mrefu tu. Lakini huko naambia ndo linaanza. Lakini mwisho wa siku kweli naambia ndo linaanza na ukiangalia Tyson anavyoanza kuingia tu chapchapu kashamaliza pambano. Okay. Kwa hiyo dakika mwisho yani ikawa tunashawishika kwa mtu kama mimi. Nilikuwa nashawishika asilimia kubwa sana kumpenda Tyson. Kwa hiyo Tyson hata pambano lake akipigwa kwangu mimi nakuwa siamini. Okay. Yaani hiyo nishagomana na wengi yani. Unaona hajapigwa. Yaani shamokotea mpaka mawe rafiki yangu na Tyson kapigwa. Naambia acha uongo. Ukati kipindi hicho tulikuwa wote tunaangalia pambano hilo. Na nashuhudia Tyson kwamba alipoteza sehemu gani. Lakini kwa sababu mimi alikuwa amenishika kiasi kikubwa. Kwa kweli kwa siwezi kukubali. Shabiki ile kindaki. Yeah. Okay. Wow, that's amazing. Sasa na kuingia sasa rasmi kwenye mapigano ilianzia wapi? Ilianzia mtaani au yani ilikuwaje? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mtaani nilikuwa mtu mmoja mtiifu afu msalabu sana. Okay. Yani mtaani ugomvi nilikuwa sipendelei sana. Okay. Yani tunapoishi mtaani kwetu tukiwa kama vijana, unajua vijana kwa zamani sijui sasa hivi. Kwa zamani tulikuwa na michezo sehemu 3. Hizo sehemu hizo yani huwa azikoseka au uweze kuwakosa. Au watafute toka nyumbani kwenu acha ugali. Lakini ukienda sehemu hizo ya kwanza, ya pili, ya tatu ukikosa kwa kuta wenzio. Hapana. Okay. Kwa sababu sehemu ya kwanza mtoni. Okay. Sehemu ya pili kwenye maembe. Na miembe hiyo umelima wewe, hujalima wewe, hujapanda wewe, lakini utawakuta huko. Yaani umeshatafuta mtoni, umeenda hamna mtu kuoga pana kufa bila kuoga. Kwa hiyo hapa hamna, watakuwa wameenda kwenye miembe chini kule. Kwa hiyo unakwenda chini tutane. Kuna sehemu moja tutane. Ukienda kwenye miembe hawapo. Unajua sio kweli. Sehemu ya pili hawapo hawa. Hapa sehemu ya 3 hawa wako uwanja wa shuleni. Kwa sababu shuleni kuna mchezo wa kulengana shabaha. Okay. Yule mashule mengi zamani ndio maana mpaka sasa hivi naona wanapanda miti. Zamani mingi ilikuwa mamiti mikubwa yale. Kwa hiyo kwenye mti unakwenda unajificha. Ukijificha kwenye mti, mwenzio anaokota nani madongo yale. Okay. Maka ilikuwa sio mawaida madongo. Kwa hiyo madongo yale karundika chini ya madongo labda anayo 5 au 6. Kwa hiyo ataka akulenge wewe kwenye ule mti. Okay. Ila kulenga wenyewe sio analenga mpaka wewe ndio useme kwamba umejificha vile vile alenge tu mti ule. Sasa watakuwa wanapiga mti tu akupigi wewe. Kwa hiyo shida yake kupigi wewe. Okay. Kwa hiyo kule anahesabu mtu. Akihesabu mpaka 3 unatoa kichwa upande huko. Ukipigwa ndio imekula. Piga jiwe limepita unarudi ndani.
unatoa na huku tena. Okay. Piga dongo na huku tena hivi. Okay. Kwa hiyo kwa mchezo wetu iko ya kijinga iko hivyo. Lakini sehemu ya 4 ikifika bila saa 10 wote tulikuwa tunapenda sana kwenda mapambano kwenye kuruka sarakasi. Okay. Sasa kama mimi pande moja au mwingine sarakasi mimi nilikuwa sijui kuruka. Okay. Mimi kuna vitu vilikuwa vimenishinda. Sarakasi mpira mimi sijui. Sio vitu vyako. Yaani nilikuwa sina idea navyo kabisa ila napenda kwenda. Kwenye sarakasi mimi niko nao. Ile sasa katika ile kundi tunakuwa na shindana sarakasi. Unajua kuna kundi naweza katoka huku, wengine wametoka mtaa huku, kwa hiyo kakutana wote. Ila akitokea mbabe akaanzisha ubabe kwa mwenzake, mimi ndo mtetezi kuingia katikati pale kutengeneza amani. Ila nikimuona huyu anang'ania sana, anatangaza utemi sana, miguu wake naunua. Yaani hivyo nilikuwa mdogoni hivyo. Hata nikiwa natembea tu nimetumwa labda na mama, naenda dukani, nimekuta njiani wadogo wenzangu wanagombana, mimi lazima safari yangu ife. Wasuluhishe kwanza. Ili niwasuluhishe. Okay. Sasa nikaona mmoja kinganizi sana. Nitamwambia huyu bwana wewe sikiliza. Mzee nimetumwa na mama dukani, ila mama hapa shika. Huyo ni acheni mazana naye. Kwa kweli namshukuru Mungu toka nikiwa mdogo nilikuwa na nguvu sana. Wow. Yaani nikiingilia ugomvi mama huyu nikimkumba dakika 2 anasema apoe tu. Lazima asalimu. Lazima aelewe kwamba bwana hapa kuna mtu kaingilia. Kipindi hiyo sasa soma ndonga tena. Kipindi hiyo naitwa Karim. Ya, jina langu thabiti kabisa kuzaliwa. Okay, sawa. Sasa natamani nijue sasa safari yako sasa ya kuanza kupambana, kufanya ngumi kuwa ni kitu rasmi kwako. Unakumbuka ilianza mwaka gani? Ya, ngumi kufanya kuwa rasmi kwangu, namshukuru Mwenyezi Mungu, ilianza 2002. Okay. 2002 ndio ilianza ngumi kwangu kuwa rasmi. Lakini bado ilikuwa nayo sio ajira. Ilikuwa tu rasmi kama vile kupendekeza, unajua, unaweza kwenye mpira naenda. Wakinipanga nikacheza sawa, nisipocheza sawa. Yeah. Kwa hiyo nikawa hivyo. Okay. Kwa sababu nakumbuka kipindi hicho bondia ambao wanamuita Francis Cheka anatoka kwa Msumbiji. Wengi wanajua ni Mluguru, lakini sio Morogoro. Okay. Yeye alitokea Msumbiji, Mweda huko kwao. Alikuja Dar es Salaam akatafuta maisha yake, akawa anafanya mazoezi yake. Mwisho siku kwa mipango yake haipo sawa. Kwa ngoja niamie kwa Luguru. Akahamia Morogoro. Okay. Kuhamia Morogoro, mabesti wake tulompokea ndo sisi hapa. Okay. Ambao ndio tukawa support kubwa sana kwake. Okay. Nafanya naye mazoezi. Tunaenda katika ngumi zake tunamshangilia. Okay. Tunaandaa vikundi vya kwenda kushangilia ngumi kwake. Bwana tarehe ngapi apigana tarehe siku fulani. Tunawekeza na michango, tunakodi Costa. Tunakuja Makara, anapigana na shinda narudi Morogoro. Imekwenda mpaka kipindi tena kaja kazaliwa Tukiduku. Wote mimi akamfanya kama Kiduku amenikuta mazoezini pale, nafanya mazoezi yangu. Okay. Nikiwa na Francis Cheka. Mwisho siku akajiunga naye kama mdogo wetu. Tukawa naye kwa support. Mwisho siku na yeye akawa mkubwa. Lakini sasa mambo yakawa yameenda. Unajua kila loko na mwanzo alikuwa siku na mwisho. Na kila mvumilivu kuna siku yake atapata tu. Sababu ulivumilia muda mrefu. Kwa hiyo kafikia wakati wakanichawisha kama Mandonga. Mbona cheza tu ngumi wewe Karimu vipi? Cheza ngumi, ingiza system ya rekodi. Kipindi hicho nacheza ngumi zangu mimi sio Mandonga. Okay. Mwaka 2002 sio Mandonga. Karim. Karim mbona cheza ngumi au ingii kwenye rekodi? Ya rekodi gani? Mbona cheni mambo ya ubeshaji bwana. Kwa kweli mimi toka zamani sijui masuala ya rekodi. Okay. Lakini baada ya kukaa na rafiki yangu mmoja hivi ndo akanionyesha mambo ya rekodi. Okay. Umeona hivi? Kuna pambano lako moja ulicheza wewe na mtu mmoja aitwa Juma Msumali, ulipigwa KO wewe. Hii hapa rekodi yako, umeona hii? Anaonyesha sasa kwenye simu. Okay. Pambano linaanza, tunapigana mpaka mimi napigwa. Kama kumbe inawezekana kufanya hivi ama inawezekana. Basi sio mbaya basi kwa sasa hivi pambano lote likitokea taanza kuitengenezea na mimi rekodi. Ndio nimpoteza nini nimeshinda. Tutaanza rekodi yangu, itakuwa historia yangu nzuri. Okay. Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Katika fight ya kwanza nilipigwa na yeye, fight ya pili nilipigwa na mtu mmoja aitwa Magambo Christopher. Nilipigwa KO. Fight ya tatu nilishinda ya Omari Asmani. Fight ya 4 nilienda kupigana Songea. Ambao fight ya pili alinizamini ambayo iliingia kwenye rekodi.
alikuwa amenizamini promoter mmoja anamuita Meja Semunyu. Yani Meja Semunyu nilimuita kama baba yali kwa sababu ni mtu ambayo ndo aliyosababisha Mandonga kunitoa kwenye njia ambayo nyeupe. Labda nilikuwa kizani akanitoa kwa upe akaniambia muona mwanga huu. Hapa ndio utakuwa unacheza wewe. Kwa hiyo namshukuru sana kiasi kikubwa sana Meja Semunyu. Ni mtu ambaye alinisaidia katika support moja au nyingine japo apigane lakini the connections za kupigana yeye ndio aliyosababisha kuwa kwa connection kufika kwa Mandonga Mtukazi. Sasa jina kubadilika kutoka kwenye Karim mpaka ukawa sasa Mandonga Mtukazi. Ilikuwaje na ni kwa nini? Sasa kichwa kinaitwa Ndosi. Ngumi inaitwa Ndonga. Ikiwa moja Ndonga Moko. Ikiwa mbili Mandonga. Kwa sababu Mandonga mawili. Sasa nikaona kwa nini situmie slogan mimi ya kwangu mimi asili yangu? Kwa hiyo nikawa sasa kwanza nike Ndonga, alafu ni masishe ndo kazi yangu. Kwa hiyo nikaitwa Mandonga Mtukazi. Kwa hiyo kisema Karim Mandonga Mtukazi. Karim Mandonga Mtukazi. Ndio nilipoanzia pale katika fight ya pili niliingia na jina hilo moja kwa moja. Na nilipoingia jina hilo kweli Mwenyezi Mungu alikunjua likapokelewa kwa mikono miwili. Bwana huyu Mtukazi bwana. Na kweli Mungu asaidia pambano hilo nikashinda. Baada kutoka hapo ndo nikaenda Songea kukutana na Shabani Kaoneka. Baada ile pambano tena kutoka pale njia ndio ikawa imefunguka zaidi. Nikiwa chini ya mikono ya Meja Semunyu hapo kama promoter. Ni mtu ambaye ananipromote na mtu ambaye ananichangia ananishauri alafu ananipatia riziki za kula. Kwa hiyo akaniambia usipata bwana ngoja kuna pambano moja tutaje kuandaa lingine ile pambano utacheza bwana. Kama sasa utaandalia wapi mzee itakuwa dawa itakuwa wewe tulia usihofu. Fika utajua. Mimi muda wote kishafikia wakati nitakupa taarifa. Kwa mambo jiandae bwana ile pambano nitakuja sehemu fulani. Kweli nikamshukuru na baada ya kutoka hapo kwanza baraka za Mungu zilifunguliwa ikiwa Songea. Kuna dada mmoja dadangu namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambariki naye amzidishie baraka alipo. Sisi alijitolea sana. Dada Eliza aliniletea jeep kwenye mashindano yangu pindi na kupigana. Akaniambia hii jeep utakutembelea hapa Songea mpaka utapoondoka. Kweli nitembelea jeep ilikuwa mpya kabisa imeingia kama na siku 3 sio kwake. Nilitembelea na baada ya kumaliza mashindano nikaendelea kutumia kuna hoteli iliyofikia kuna ule mhusika wa hoteli akaniambia tiketi yako ya ndege Mandonga ndio ikanseli. Sawa bwana hapo utakao kama siku 3. Baada ya kuondoka mimi tiketi itakukatia. Kweli namshukuru Mwenyezi Mungu nimekaa pale. Nimekula matunda yangu kutoka hapo. Ni connection moja kwa moja ikabadilika tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa sio Songea Morogoro. Songea Dar es Salaam. Kwa hiyo nilivotua Dar es Salaam airport. Kushuka tu airport zikaanza interview kama nahitajika na Azam. Nikaenda Azam nikafanya interview. Baada ya hapo nikatoka hapo nikaenda nikapata tena michongo ndio ikaanza sasa kufunguka. Kwamba kuna bosi fulani bwana Mandonga yuko wapi hiyo? Bwana mleteni aje afike hapa. Afika hapa na ukota kesho kuepo cha uwezo wa Mungu. Natoka hapa naingia hapa, maana nikaingia hapa naingia hapa. Nikaanza kutembea media nyingi za mjini Dar es Salaam. Jina ndio liliposimama imara la Mandonga Mtukazi. Hiyo nzuri. Na ulikuwa unafikiria kweli kwamba lile pambano ndo lingekuja kubadilisha maisha yako kubadilika kiasi hicho? Wanasema siku zote Mungu ana siri yake ambayo mwanadamu huwezi kuijua. Yani kama vile mwanadamu anasema kifo ni fumbo la imani. Yani ile fumbo limefichwa ndani ya moyo. Kwa muda utapofika atakiwi mtu yote ajue. Wewe mwenyewe utajua kwenye nafsi alafu utaenda nao nafsi yako huko. Kwa hiyo huwezi kulifahamu. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi Mandonga Mtukazi sijakuwa na mawazo ya kujua kwamba leo sasa ninabadilisha maisha yangu. Sijajua kama na mawazo leo Mandonga ndo naenda mjini. Sijajua pambano hili ndo litakuwa limenitoa kikomo. Si yote ilikuwa sijajui. Lakini namshukuru tu Mwenyezi Mungu kuja kustukia tu kwamba bwana kama wanavyosemaga mgodi umelipuka. Sasa ndo Mandonga sasa anakuja mjini. Hiyo ni nzuri hiyo. Sasa lakini una katika kitu ambacho kilikuza zaidi yani umaarufu wako au mashuhuri wako na kinafanya hadi watu wengi wanakukubali sana. Ni kitendo cha wewe hata ukishindwa, yani sio kitu ambacho kinakusumbua. Yani hata kama imekuaje pambano limeendaje lakini unakuwa una ujasiri, unakuwa una amani, unakuwa unajikubali wala haikushushia hata ule ujasiri ambao unakuwa upo nao. Sasa kwanza ilichukua muda gani kuweza kufanya hivyo yani kukubali kwamba kushindwa ni fresh tu ni sehemu ya maisha? Yani unajua Mungu akitaka kukupa kitu huwa mwambie Salumu mwana kwamba Juma nampa kitu. Yani Mungu anakupa wewe kama wewe ulivyo.
Na mpaka ujijue sio utachukua miaka 10 au miezi 8, hapana. Mungu anapotaka kukupa pale pale naona jijua kwamba sasa nimepewa. Kwa sababu pia cha kwanza kilichosababisha kinipewa upo Mungu aliponipa tu kwamba uvumilivu kusema kwamba hii ni fight. Afu mimi nikaiona kama ya kawaida tu. Cha kwanza jua hivi vitu ni watu wachache sana kwenye dunia ambao wanapata. Yaani mimi nina chuki na mtu fulani. Alafu tu mmezamiliana bwana wewe nikija nikikukamata wewe utaona. Sasa mimi sisubiri kukamatwa utaona. Naona kama ukinikamata nitaona. Si ndio tushakamatana hapa hapa? Kwa nini sio tusimalize hapa mpaka tuwale tukamatana baadaye? Baadaye tukikutana tukamatani, baadaye tunakwepana. Maana ushaona mtemi huyu mjinga huyu, wewe mwenyewe unapita huko. Lakini ukiniambia baadaye inakuwa ni uongo. Kama vile sasa tunaweka siri ya watu wawili afu baadaye siri ile ikawa imwagika. Hiyo siri gani sasa? Siri wewe nayo mwenyewe kwenye moyo wako tu. Ukiamua kuitoa itoe, ukiamua kuiacha iache. Kwa hiyo mimi cha kwanza nilikubali kaona game, niliona kitu rahisi cha kwanza. Cha pili, Mungu alinipa tena moyo wa ushujaa. Kama hii fight wewe ndio ukipigwa. Yaani wewe hujapigwa chochote, wewe maneno yako yatoke kama kawaida. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, ni bondia pekee duniani ambao ukitaka kumpiga anakupiga kimaneno yake kiasi kwamba anakuwa na nguvu kama ndo kakupiga vile. Anashangiliwa kama vile. Ushaelewa? Kwa hiyo wengi waponikubali mimi katika mtu ambao anakubali matokeo Mandonga. Mandonga ushampiga ameanguka chini. Akahesabiwa. Alafu refa akasema pambano limeisha. Mandonga kainuka. Nikienda kufanya interview na waandishi wa habari. Kiasi kwamba waandishi wa habari wenyewe mpaka wanaulizaga kichwani kwamba huyu Mandonga anaongea ndo aloshinda pambano au kashinda yule jamaa. Maana aloshinda mwenyewe amekuwa mdhaifu kabisa. Ushaelewa? Alafu Mandonga anamuulizia huyo mtu alikuwa atakopigana naye, anamuuliza tena kwamba yuko wapi huyo mtu? Kama vipi yupo nileteni nimpitie sasa hivi. Asa Mandonga, kama kule kakupiga, huku si atakuua huyu. Naambia hawezi kuniua mimi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu aliponipa ile ndo nikaja na slogan yangu. Nikikupiga kama yani ukinipiga kama nimekupiga na nikupiga nimekupiga tu. Kwa sababu pia naamini kabisa hata ukinipiga bado mimi mashabiki wangu na yani wote mimi fans wangu nainuka nao kwa bidii. Sijawahi poa. Namshukuru Mungu. Kweli hiyo ni nzuri by the way, na nafikiri ni moja kati ya kitu cha kiutofauti sana kwa sababu kimekuwa ni cha kwako mwenyewe. Kabisa. Kimtamka Mandonga ni mtu ambaye yani wewe kushindwa sio sababu. Yaani hata mtu kwenye maisha ya kawaida akishindwa anasema mimi kama Mandonga tu. Yaani nikishindwa fresh. Kawaida tu yani. Kwa sababu nikija kama yani nisipokuja kama nimekuja na nikija ndo nimekuja. Hivi Mandonga, unakumbuka pambano lako la kwanza kabisa kupambana ambalo lilikuwa ni la kulipwa, unakumbuka ulilipwa shilingi ngapi? Mimi tukisema nakumbuka pambano langu la kwanza lilipwa shilingi ngapi? Ndio maana tukasema fans yale mambo ya rekodi haya kwanza kuyajua. Ngumi mimi pambano 4 nimecheza bure. Kwa nini nimecheza bure? Maana hata kuongea kusema mara promoter alinipa 5,000 4,000 inakuwa ni uongo kwa sababu promoter anakuambia na kulipia labda pikipiki. Unakaa wapi wewe? Bwana mimi nakaa mtaa fulani hivi. Pikipiki shilingi ngapi pale? Bwana pale Bukujero hivi au 2,000. Basi usikonde dogo. Basi 3,000 ya kwenda na kurudi. Au bwana afu hii buku au buku 2 utakuja hata soda ndani hapo. Kwa hiyo unapewa 5,000, 3,000, 4,000. Kwa hiyo kama umecheza bure tu. Lakini kama pambano ambalo first kabisa ni pambano la kwanza kupata pesa ni pambano ambalo la Meja Semunyu alionekea Tanzanite. Baada nichacheza pambano kama 6 hivi au 8. Lakini la 9 hii ndio nilopata riziki. Nikaanza kuambia kukaa na manager na promoter, tunakubaliana kwamba shingapi utacheza bwana, mimi nikikia kiasi kadhaa. Hiyo nyingi sana bwana, punguza kidogo bwana, hiyo mimi nitakupa kiasi hivi. Mzee sawa, inatosha. Kutoka hiyo nipigia pambano la pili katika rekodi aloingia. Pambano langu la kwanza katika rekodi nimelipwa, la kwanza nimelipwa lakini si pesa nyingi, ambao ndo bondia Juma Misumari kaigiza rekodi yeye mwenyewe. La pili nilipwa na Meja Semunyu. La tatu nikalipwa na Meja Semunyu. La 4 ndo naye nikalipwa la Songea. Kutoka hapo mapambano yote safi. Mbele amelipwa vizuri kabisa. Yamekuwa na thamani kubwa mno.
Wow. Yeah. Hiyo ni nzuri sana. Sasa umaarufu unakuja na vitu vingi sana. Yeah. Unakuja na faida, unakuja na hasara. Siku zote. Naomba utupe faida ambazo zimekuja na umaarufu wako, lakini pia hasara ambazo umekutana nazo. Mimi namshukuru Mungu kwenye umaarufu wangu sijapata hasara. Okay. Yaani sijapata hasara kamwe. Okay. Na simkufuru Mungu na naomba Mungu kila siku na mchana. Kwa sababu yani nilipotoka Songea kuingia Dar es Salaam Tanzania, huku na kule kufanya interview, kuitwa huku na huku, namshukuru bosi wa African ambao yuko TikTok pale. Kama njia panda kuingia Mabibo. Aliweza kunipa hali ya matako ya nyani pale. Okay. Yeah, ndo festival ndo niko mjini sasa. Gari yako. Nikapata hali ya sasa kupata hali ya kweli gari najua kuendesha, lakini toka liko stand naendesha magari. Lakini bado ikawa hajanipa manani kwa sababu kibanda ninachoishi pale nyumbani nilikuwa sijarizika nacho. Nikaona hapa nikipata nyumba kidogo ina mwelekeo hata nyumba vingi. Na mimi kesho kesho naweza nikapata wapangaji au maisha kaendelea. Yeah. Kweli namshukuru Mungu nikatia sokoni ile gari. Na sio nimetia sokoni kuitangaza. Ambayo ile hoteli nilofikia mimi. Nimefika saa hizi mida kama saa gari lipo mida kama saa 9 hivi. Saa 11 niko hotelini. Nikasikia yule mhudumu wa hoteli anakuja kunigongea chumbani kwangu. Nikatoka, niambia kaka samani kuna wageni wako Mandonga. Nikamwambia sawa. Wako wapi wako mpokezi hapa? Kana mpokezi nikakuta wageni. Ni watu ambao siwafahamu. Tukapiga story vizuri. Bwana sema Mandonga nimekuona hapo mpewa gari. Sasa gari vipi tubadilishe kwa pesa? Nikamwambia kama ni gari kwa pesa sio mbaya. Wasafi kabi. Tukae tumalize hapa. Kadi si unayo? Nikamwambia sasa kadi siko ndani hao nimepewa na gari keshi. Tukaingia ndani. Wakanisabia vibunda vyangu, wakanipangia vibunda pale. Kawagea kadi yao. Na mimi muda huo wavotoka na gari. Na mimi katia vibunda vyangu kwenye mfuko. Ndani ya pikipiki kasa hoteli ya basi nikaweza Morogoro. Tunataka kutengeneza nyumba. Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo kwanza. Kwa hiyo kutoka hapo bado nuru zikaendelea. Kwa hiyo ndio maana nikasema siwezi kujilaumu kwenye mchezo wa ngumi. Sijapata hasara hata siku moja. Kwa sababu baada ya hapo nimekuja tena madili yakawa mengi yanakuja hapa na pale ya kupata hela za kula. Baada ya hapo tena nikaenda kupigana Nairobi, Kenya. Nimetoka kupigana Kenya, nimerudi hapa nikapata magari mawili kwa wakati mmoja. Nikawapata Nadia. Afu nikapata na Subaru Impreza ambayo liko hapo nje. Kuna bosi wangu mmoja sasa hivi marehemu na mbele zake. Wanamuita alikuwa ni Mo Green anaitwa. Mo Green alikuwa na kampuni yake ambayo inazalisha madawa ya kumwagilia korosho. Bosi alinunulia Subaru Impreza. Kwa kutoka hapo maisha mengine yanazidi kuendelea. Okay. Yeah. Wow. Ni jambo zuri sana mimi naona. Na inatia moyo kwa sababu ulianzia kwenye kutokupata kabisa, mwisho wa siku ulipofika muda wa kupata ukapata tena ukapata vingi zaidi tena. Namshukuru Mungu kiasi kubwa sana kwa sababu toka nilipotoka hapo stendi na kutoka kupiga debe wake kitendo liko kazi yangu. Ni msafirishaji wa abiria ambao mtu mwenye ndugu wengi, mjomba, shangazi, mama mkubwa, bibi, babu, yani wote, na maana kila unamuona mbele ni ndugu yako. Ili apande gari yako na wewe upate mahitaji ya kula. Kwa hiyo toka namshukuru Mwenyezi Mungu katika baraka zake. Toka nitoke stendi mpaka kesho sijarudi tena. Kwa hiyo nafasi hiyo peke yake namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Okay. Mchezo wa ngumi ni mchezo ambao ni hatari sana. Haswa kiafya kwa sababu ukiumizwa unaumizwa kweli. Ukipata kovu ni kovu kweli. Ukipiga ngumi ni kitu ambacho ni chenyewe kabisa na kinahusisha kuumizwa moyo. Sasa inakujaga na mambo mengi ya kiafya nafikiri. Wewe unafanyaje kuhakikisha kwamba afya yako inabaki inaimarika na unajua yote tunaongea lakini cha kwanza unaposema afya ndio swala msingi kwa mwanadamu. Mwanadamu aina yote yani afya yake ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza nilianza kupata madokta ambayo wana maduka yao ya madawa, wana dispensary zao. Nilipopata umaarufu kuingia mjini Dar es Salaam nikawapata wa watu. Ambayo mimi kwanza
kuna mtu mmoja anaitwa Lobby One Farmers. Yeah. Ambao ni mtu ambaye muda wote wakati wote mimi nikijofu tu kama saizi nimekaa hapa, lakini nahisi kama labda kibaridi tofauti na AC. Nafika pale kwake. Watanicheki utaratibu wote wa kiafya. Wow. Hilo la kwanza. La pili, bondia yoyote, hata ukisikia bondia amepoteza maisha ulingoni, ahadi yake imefika. Tusimkufuru Mungu. Kwa sababu mchezo wa ngumi huu ukiwa una pambano, yani baada ya kusaini leo mkataba na promoter, unakaa kwanza. Unakaa kama pambano na miezi miwili, unaweza kumaliza mwezi mzima. Okay. Promoter asikufuatilie sana wala nini. Ile ule mwezi unobaki, promoter kaanza kuwa busy na wewe. Okay. Kwa simu. Halo vipi poa? Inakuaje fresh uko wapi? Boss bwana niko mazoezini kiongozi. Asafanya mazoezi bwana, siku zimeisha. Afu hapo sababu kuna madokta wa TBRC ambao chama cha ngumi Tanzania watakupigia simu. Bwana vipi safi? Mambo ni aje fresh? Uko wapi? Bwana niko Morogoro sehemu fulani nafanya mazoezi. Sikiliza. Tarehe fulani kuna siku ya ukaguaji wa afya. Okay. Ambayo inabakia mbele, pambano lina mwezi. Kwa hiyo unapima afya kama wiki 2, inabaki 1 wiki mbele hapa. Kipindi hiyo ushapima afya. Okay. Na sehemu kubwa wanatuangalia madokta wa chama cha ngumi TBRC. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Cha kwanza, maradhi mwanzo kwa anapimaga na ficha, lakini ikafikia wakati ikawa sio kificho. Rais wa chama cha ngumi aliongea, usimfiche bondia. Mwambie ukweli ndio itamsaidia kwa nafasi yake. Kwa sababu anapomficha anakuwa na maradhi yale, siku ya mechi anaambiwa wewe ucheze. Kwa sababu gani? Anaambiwa daktari alikupima alikuona na tofauti. Utofauti gani? Kwa hiyo aseme. Kwa hiyo ikafikia wakati kwamba inawekwa wazi kwamba wewe unapima ukimwi na pressure. Okay. Yani kwa hiyo unapima yani ngumi mbele kama ina wiki 1 wiki 2 nyuma. Kwa hiyo emergency mbele kama ziko wiki 1 wiki 2. Okay. Na hiyo lazima sio hiari. Okay. Tanzania kila ukisikia mabondia wataka wapigane, mbele pambano na wiki 1 na wiki 2 lazima upimwe afya. Okay. Ukikaguliwa afya, ukimwi, pressure. Ikionekana pressure yako iko juu sana, ina maana wana uwezo wa kushauri na kusaidia dawa ya kushusha pressure. Kama mpaka siku hiyo unaenda kupima uzito, sio siku ya kupigana. Maana yake bado kuna siku ya kupima uzito. Unapima leo, unapigana kesho. Ushaelewa? Maana kama leo ulipima asubuhi saa 2 au mlipima saa 4 asubuhi, maana mtapigana kesho usiku baada ya jua kuzama. Kwa hiyo kama ulipima saa 4 na mama umeachua muda wa kurelax, wewe kuji kama unakula vyakula vyako unavyojua wewe si una nini, wewe uko huru. Okay. Ila kesho ikifika saa 2 au saa 1 mnaweza mkahitajika mabondia wote muwe mmeshafika katika ukumbi huo. Kwa hiyo mkifika hapo ina maana tayari wote mabondia wamefika, kuna mtu anakuja anachukua ripoti za mabondia wote. Alafu anazipeleka katika taasisi yake kwenda kuzihakikisha. Okay. Kwamba wapo wamefika wote. Bwana wapo. Kwa hiyo kuanzia pale ina maana yake huduma za michezo zinaendelea. Umeelewa bwana? Kwa hiyo bila kupimwa afya hauruhusiwi. Na ukionekana umeathirika, maana huwezi kupigana. Kwa sababu jasho lako pia unapokumbatiana mwenzio, kwa sababu kwenye ulingo baada ya kupigana kuna kukumbatiana. Sasa unapokumbatiana maana miili yenu inashikana. Na mko vifua wazi. Na mmeumizana pia kuna kwa hiyo haitakiwi. Yeah. Okay. Sawa, lakini nataka nikurudishe nyuma kabisa kwenye mwanzo. Ulifanikiwa kwenda shule Mandonga? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Shule nilienda, japo ni shule ya ubabaishaji. Maana tukisema shule ya ubabaishaji tukiamaanisha kwamba unakwenda shule ili mradi tu ulienda, lakini sio muhimu sana masomo kwako. Ni mtu ambaye nilibahatika kwenda shule ya msingi Mkondoa, nilisoma mpaka darasa la 6. Mwisho wa siku niliachana na shule, nikaenda kupambana na maisha yangu ya stendi tu. Na hiyo marehemu mamangu nilimwambia Bi mkuu bwana, kwa sababu mimi naona mpaka sasa hivi sielewi,
Alafu utaratibu wenyewe naona kama unachanganya akili. Mimi biashara za shule hizi mkubwa. Nisikutese wala nini. Na yeye alikuwa anasisitiza soma mwanangu soma. Namsomea nani sasa pati mfumo mwenye hamna. Uelewi yani. Unakwenda shule wenzio wanakula miogo wanakula visheti pale nini. Wewe una kitu unashangaa tu. Unatoka shule unarudi nyumbani ugali wa kupapasa. Unaweza kwa sababu kuna vyakula vya kulumagia, unajua? Najua hujakutana navyo vile ndio. Sijakutana. Unakijua chakula cha kulumagia? Ndio, si mfano ugali unakuwa hauna mboga, unakuwa na chumvi. Basi ulipitia huko. Sasa unachukua chumvi ile, unaiponda ponda, unaweka kwenye kibakuli. Ushaelewa bwana? Alafu unaweza ukachukua maji ukaweka au ukaenda kutafuta limao. Sasa kuna muda malimao anaenda kuweka miti, hakuna. Kwa hiyo mpaka uwe na pesa na ukalinunue. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu usipoteze muda ukamilishe kwa mlo wa saizi na kwa haina tabu. Sometimes ugali unakuta ugali wenyewe ulikuwa wa jana, unajua? Watu jana kuna wakubwa wengine walikuwa hawajarudi. Kwa hiyo unakuta kuna ugali uliwekwa pale, hamna watu hawajatokea jana. Kwa hiyo usiku saa mlikula lakini una wengine hawajakula. Kwa hiyo asubuhi mko umeenda shule umerudi, umekuta ugali uko pale. Kwa hiyo unawasha moto, ushaelewa bwana? Hizo uchukue sufuria, uweke ugali ndani, uweke na maji upashe moto au uchukue wavu uweke uchome. Ili ukuchoma maana yake ukuchoma unakuwa mtamu. Umeelewa? Kwa hiyo ugali unakuwa unaungua ugali ule. Unakuwa mtamu. Kwa hiyo kula unakuwa rahisi zaidi yani. Sio sababu kuna mboga au hamna mboga. Unakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo ni maisha ambayo tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo ikafikia kipindi ni ngumu kusoma kwenye mazingira. Ikafikia kipindi kwa kweli wengine ndio maana tukasema hatujaona umuhimu wa elimu. Bora tu pambane kivingine. Anyways, sasa uliwahi kushare na mama ndoto yako ya kuwa bondia na yeye alipokeaje? Ya kuwa bondia, yani kwamba mimi bwana mama yangu mimi hiyo ndoto niliwahi kushare naye mbele zake Juma zetu Mungu amlaze mahali pema. Niliwahi kushare naye hiyo ndoto kwa sababu niliwahi kumwambia mama mimi nataka nikapigane. Marehemu mamangu alinikatalia. Aliniambia mwanangu katika familia yetu kupigana imetoka wapi tena hiyo? Nikamwambia mbona kaangu anafanya mazoezi ya ubondia. Sema sawa anafanya mazoezi ya ubondia, usikie kapigana nani? Mimi mwanangu nakupenda ndio wewe uliokuepo. Wewe ndio mwanzo na mwisho. Kwa hiyo ukiniambia ukapigana utakuwa sijakuelewa. Kwa hiyo mimi hapa ninachokuomba kama unataka kupigana akisha nijengee nyumba mimi mamako hata vyumba viwili tu au kimoja nikae hapo afu kapigana. Kweli mimi nilipambana. Nilihangaika nilimwambia mamangu, mama kwa hiyo ulosema mimi nitajitahidi mama. Naamini kabisa Mungu iko siku atanisaidia nitajenga nyumba na nitakuchukua nitakulea mama mimi nitapigana tu. Kweli siku na siku nikapambana ndani ya wilaya yangu nilikuwa nakaa nikahama wilaya ya Kilosa nikaja Morogoro. Morogoro nikawa napambana Mungu akanisaidia nikapata kijira kidogo. Tukaenda sehemu nikanua kaeneo. Kanua kaeneo nikajenga chumba na sebule. Nikafunika chumba, sebule nikawa sijafunika. Nikawa naishi na mke wangu na wanangu. Hapo nikamchukua bibi mkubwa nikaja kuishi naye. Kwa hiyo mama mpaka anapoteza maisha yake ina maana yuko katika hema yangu. Na mimi dakika mwisho nikamwambia mama sasa mimi nakwenda kuzichapa. Kwa hiyo hata mamangu mimi siku alofariki yani sio alofariki siku ambayo alipelekwa ICU ni siku ambayo mimi nimekuja kupigana Dar es Salaam hapa. Kabla jina sijapata bila kuja kupigana Dar es Salaam uwanja wa Kines hapa. Nikuja kupigana na bondia mmoja hivi Abdalla Naso wa Ubungo. Kabla Ubungo hajavunjwa nilikuja kupigana hapa. Kwa hiyo kipindi namaliza pambano napigwa simu na blaza. Anambia dogo vipi? Ngambia fresh. Bwana habari yote? Ngambia sina habari yote. Bwana bibi mkubwa tumempeleka hospitali yuko ICU bibi mkubwa. Naona nyumbani tulipoteza tu mwelekeo ghafla. Kwa kapeleka kwa ICU. Kweli namshukuru Mungu mimi asubuhi nikapanda gari nikarudi Morogoro. Nikamkuta bibi mkubwa yuko pale ICU. Anaongea kwa ishara chini sana. Lakini tukaa tuje mzazi mshikana mkono akakuona mwanae nafsi yake inalizia. Lakini Mwenyezi Mungu bado hajatoa nguvu usiku akapoteza maisha. Mungu endelee kumlaza. Lakini makubaliano haya ya kupambana
Mlishakubaliana. Nilikuwa tayari uhakika kwa mama. Baraka zangu nishachukua mapema sana. Sasa ndio maana vitu vinaenda. Na lori na mimi niliuma sana kwa sababu alipofariki sijakata miezi miwili. Na mimi ndo naenda mjini sasa. Kwa hiyo nafsi kawa inaniuma sana. Kwamba hajaona. Nilichoambulia yani wasema kama wanavyosema kaburi haitaki mbwembwe. Ningekuwa nataka mbwembwe ningejitahidi langu la kwanza nilopata ningenua IC ningemwekea pale. Lakini ikashirikana. Kanua tu vitailizi kama jengea makaburi ile kaburi la ndugu zangu wengine. Basi ndio baraka alizopata mama. Kwa hiyo Mungu amlaze mahali pema, ampunguzia adhabu za dunia. Mimi mwanae niendelee kupambana. Na baraka zake unazidi kuziona kabisa. Yes. Sasa tunarudi hapo kwenye mke na watoto. Bwana ulioa mwaka gani? Mimi kuhusu kuoa, unajua kuoa na kuacha ni vigumu kuamua. Ni swala la changamoto. Mimi nilibahatika nilikuwa naishi na mke wa kwanza, sijaoa. Ndio nizaa. Naishi na mke wa pili, sijaoa. Nilibahatika kuzaa naye. Kwa sababu wa kwanza nilikuwa naishi naye kipindi hicho kwa marehemu mama nyumbani kwake huko wilayani. Kazaa naye watoto wawili, mmoja bahati mbaya, mmoja yupo. Sasa hivi tunavyoongelea huyo mmoja ni mkubwa manake. Yuko Udom chuo kikuu. Anasomeshwa na familia ya ukoo wake. Wa pili mke wangu nilikuja kuishi naye mwenyewe. Kipindi mimi mwenyewe sasa na kijiwezo changu Morogoro napiga kipiga debe stendi napata langu nalipa code na nini. Nikawa naishi naye mke wangu. Na huyo nilizaa naye watoto wawili. Lakini huyu sasa naoishi naye nyumbani baada ya kutelekezwa na wote kwa sababu huyo wa pili huyo sijamwacha, huyo aliniacha. Ni mke wangu nilimpenda. Kwa nini alikuacha? Yaani hilo wanasemaga ile mshangazi ndio huo mshangazi kweli. Kwa sababu ni mwanamke ambaye alimchukua kama maisha magumu. Nilimkuta yani uswahilini sana. Nilipata shida, sio poa. Yaani mwanamke ambaye kama nilimpenda kweli kwa sababu mpaka ukisikia mtu anakuambia nilimpenda kuna changamoto alikutana nazo ndio wakahakikisha kabisa kwa jamaa anampenda huyo. Kwa hiyo nikaenda lakini kafikia wakati na mwenyewe vile vile alipokuja kule kuwa na familia yake naye aliniacha, sijamwacha. Yaani aliniacha huko nikiwa nampenda. Mpenda sana. Lakini fika kipindi sasa mimi nimetafuta riziki zangu. Nimepata hela za kuna michezo tunacheza hii. Nikapata langu ya mchezo. Sasa kupata langu ya mchezo nikaenda sehemu nikatafuta eneo. Tafuta eneo nikalipata. Kupata ile eneo nimelikeshi, nikarudi nikamwambia bwana mimi nimepata eneo. Kieneo kwa juu. Kwa hiyo tuna kiwanja chetu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kesho asubuhi tuamkie juu. Mimi kesho siende kwa stendi kwa sababu mimi nina hela akiba kidogo. Twende kule. Kwa hiyo tukaenda. Ile eneo alijua na kila kitu. Lakini afikia wakati akaniambia bwana mimi ile eneo umetafuta vizuri sana lakini huku tusihamie sasa hivi. Kama bwana mimi kama maisha yangu naona hapa mimi nakaa nachelewa tu. Hizi nyumba nalipa kodi, nalipia chumba kimoja. Sasa nikibahatika ningejenga hata chumba kimoja basi nimekaa kwa mimi sina hiyo hata kodi. Huko na kule mimi niko na sofa nikauza, niko na kifriji nikakiuza, niko na TV nikauza, fan nikauza, pata langu naona tofali nikamwaga kule. Utamanda fundi kanijengea. Kunijengea nikaenda kusikiwa sana kuchukua gari nije nihamishe na vitu vyangu. Nafika nyumbani nakuta watoto wanalia tu pale. Sababu wale walikuwa kama pacha wa nje yani walipishana kidogo sana. Kutanalia nini? Kwa matatizo gani? Mama katukimbia na sio issue. Kwa aliwaacha nyumbani. Aliwaacha nyumbani. Kwa hiyo nikachukua vitu nikapakia kwenye gari, kachukua na yule mgongoni mmoja kambeba mgongoni mkakaa hapo tuzifu. Tukamia zetu juu. Kwa hiyo tuvamia juu. Nikaa siku ya kwanza, ya pili nikaona huu ni udhaifu. Mimi mtoto wa kiume. Nikamtafuta mwanamke. Tafuta mwanamke. Nikaelezana naye bwana kwa maana mimi na watoto wawili. Naomba support yako ili tuwalea watoto. Akaniambia sio shida wala nini. Maisha yote bila shida yote. Basi nikamchukua kaja nyumbani pale. Tukakaa siku ya kwanza, pili, ya tatu na watoto wangu siku ya nne kama wiki hivi. Nikawa nimepata nguvu kidogo nikaenda kutoa barua kwao. Toa barua nikamwahidi nikamwambia nitahakikisha nitakuoa. Kwa hiyo Mungu akasaidia 2014
mwezi wa 5 ndio nilifunga ndoa na mke wangu. Okay. Tukawa tunaishi pale na yeye kanizalia watoto 4. Okay. Ndio nipo naye sasa. Kwa jumla una watoto 4, 2, 1? Mimi na watoto 9. Okay. Yeah. Kwa kweli. Ila bado hujamfikia mama. Kuna ngapi? 16 nampita. Unapanga kumpita? Kwa juhudi hizi. Sio na mpango, naomba nimpite. Kwa juhudi hizi mwenyewe nafuchishamaa. Okay. Sasa yule mama ambaye aliwaacha watoto hakuwahi kurudi kutaka watoto? Yupo, yani unajua dunia ina changamoto nyingi sana. Yupo. Kutana na changamoto za hapa na pale. Watoto wanapajua mama wanapoishi na washakuwa wakubwa. Sababu kama wengine sasa washakuwa wakubwa, watu wake waacha. Shakuwa wamejibaba, sio watoto tena. Okay. Kwa sababu mmoja na miaka 22. Wakubwa. Mmoja ana miaka 17, huwa anakimbilia 18. Okay. Ndio huyo unamkaona namsikia Mandonga Junior. Yes. Huyo anataka kulisi kazi ya baba. Yeah. Okay, vipi umebariki pia yeye kukurithi kwa sababu tunamuona sana kwenye mitandao sasa hivi. Umebariki yeye kufanya kile ambacho umekifanya? Yani wanasema kwenye ngumi kumkaribisha mtu itakuwa ni masiala na kumshawishi mtu awe bondia kama wewe inakuwa ni uongo, kwa sababu ngumi sio mchezo mzuri sana. Ngumi zinauma. Yeah. Alafu unaweza kumshawishi mtu kitu akaenda akapigana alafu akapigwa, akitoka pale undugu na wewe unakuwa hakuna. Ila from nowhere kwamba yeye mwenyewe amependa mchezo wa baba. Okay. Amependa kazi ya baba. Na ametaka kulipa visasi kwa watu waliompiga baba. Okay. Kwa hiyo yeye kwangu mimi siwezi kumwekea geti kusema mlango umefungwa. Milango iko wazi. Mimi mwenyewe maana ametamani kile kitu, nitazidi kumpa support zaidi kwenye mazoezi, kwenye vifaa vya mazoezi, sio na nini hivi na hivi, ili mradi akatimize tu ni yake aliyoipenda. Lakini sio mimi nimshawishi yeye. Hilo swala hapana. Kwa sababu mimi sijashawishiwa. Ingia mwenyewe kwa kutaka. Asiwe na hukumu. Mimi nilitoka kumpenda Tyson, afu nikapenda anavyofanya Tyson. Okay. Nikasema sana anavyofanya Tyson hivi. Kama nifanye na mimi. Okay. Alafu mwisho siku Mungu anisaidia na mimi ndo nipo humo. Na umefanya na imefanikiwa. Wow, that's amazing. Sasa pia nilishawahi kusikia ulifanya interview na moja kati ya media ukasema kwamba mabondia mna limit ya michezo ya kucheza kwa mwaka, lakini wewe umecheza michezo mingi zaidi ya bondia yoyote hapa duniani. Kwa sababu hivi ile haikuletei shida yoyote labda kiafya? Yani mimi ndo Mandonga mtu wa kazi nasema Tanzania katika mchezo wa ngumi. Na maana mimi ndo nilosababisha mchezo wa ngumi. Yani uwe na fans wengi. Mchezo wa ngumi uwe kama ni ajira sio chuki. Kwa maana from now bondia anatakiwa apigane kwa mwaka mapambano 3. Ila mimi kwa mwaka napigana mpaka mapambano 17 mpaka 18. Yeah, kwa sababu katika hayo mapambano tunakuja kwamba kuna mapambano yanaingia katika rekodi. Maana kwa mwaka utapigana mapambano 17, kao kijua kuna mapambano yako 3 tutaingia kwenye rekodi. Lakini sehemu zingine inakuwa kama exhibition na imeruhusiwa katika TBRC mchezo wa ngumi. Yani bondia anaenda kucheza kama kuhamasisha ngumi sehemu fulani. Yeah. Sasa kwa mimi hapa upendo wangu mimi ndio uko hivyo, upendo wangu makwenda kuhamasisha ngumi. Mimi hata ukiniambia kesho kutwa tudogo tunahamasisha ngumi, tuendelee kuhamasisha mpaka tufike mwisho tujue wapi. Sawa tu kwako. Yeah, kwa mimi nimesharidhika. Kwa sababu ilishaletea shida. Nilipigana kwa mwezi mmoja na siku 10. Nilipigana mpambano, nilipigana Kahama na mtu wa Kahama. Nikapigana na Malawi Dodoma. Kutoka na Malawi nikaenda kupigana, nikapigana Kigamboni nikaenda nikapigana Nairobi Kenya kule. Nilipotoka kupigana Nairobi nikaenda nikapigana Mwanza na Uganda yule Golola. Nikapigana Mwanza, nikarudi Dar es Salaam na nikapigane Kizimkazi kwa Mama Samia. Wakasema Mandonga haiwezekani, akaenda kupigana mapambano mengi. Kwa mwezi mmoja na siku 10, mapambano 6 haiwezekani. Kwa hiyo hapo wakanistopisha. TBRC wakatoa barua yao kwa Mandonga akaskaniwe kichwa.
kwa sababu inaonekana mchezo wa ngumi watu wanalenga sana kichwa. Kwa hiyo inawezekana huyu bwana ubongo wake hauko sawa, umeyumba. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi kwa sababu niko sawa na Mungu amenisaidia na ananilinda, nikamwambia sawa. Kweli bondia wa kwanza Tanzania, sijui duniani, Tanzania. Bondia wa kwanza walienda kuniskani kichwa. Sawa, niliambiwa bwana, kesho kutwa utafika pale hospitali Muhimbili saa 6 mchana. Ni kweli Mungu aliwasaidia, alipofika kesho kutwa saa 4 mimi niko Muhimbili. Kabla muda wao waliotaka wao. Nikapaki gari yangu pale, nikashuka nikaenda kutembelea wagonjwa wa Muhimbili. Tembelea wagonjwa pale, wafika saa 6 wanapigia simu. Mandonga, vipi? Poa. Uko wapi? Mimi niko Muhimbili hapa. Uko Muhimbili? Nikamwambia niko Muhimbili, nimeshafika hapa. Fika saa ngapi bwana? Mimi niko toka saa 4 hapa. Nimetembea na wagonjwa wengine. Sawa. Nakuja hapo. Na kweli nashukuru alikuja daktari mmoja kutokea katika ofisi za rais huko, ambao kashana rais wa michezo wa TBRC, daktari wao alikuwa njiani, na kuna daktari alikuja kutoka Ikulu kwa Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuja kusimamia pale kuhakikisha Mandonga vipi, kwa sababu Watanzania sidhani kama ni mmoja au wawili au nyinyi wote mlokaa hapa kama kuna kila mmoja alikuwa anajua rais wetu anakaa wapi. Ila mtu wa kwanza mimi naamini ni mimi nilianza kupewa skendo, bwana Mheshimiwa Rais anazaliwa sehemu fulani. Na mimi ngumi yangu nikaitangaza hivyo, watu wakajua ni ngumi tu. Lakini mimi nikaitangaza ngumi kwa inatoka, kuna ngumi moja nilitangaza Zanzibar inaitwa Kizimkazi Blue. Hiyo Kizimkazi ndio alipotoka rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia. Kizimkazi hapo. Blue ndio uchumi wao wa Zanzibari. Asa mimi yule mtu alinigia introduction, bwana mtumia hivi itakusaidia. Afu hii itakuwa zawadi ya mama, hii zawadi ya Hussein Mwinyi. Na kweli na mimi nilipeka ngumi kama zawadi. Kwa hiyo walivyosema bwana huyu mtu hawezi kwenda kupigana Kizimkazi, kwa changamoto kama sio mbaya. Mimi nikafika kule kwenye ule mashine ule kuja wa kisasa ule. Mimi nimelala pale kama marehemu. Nilivuta ndani, nikapotelea ndani huko kabisa. Katulia, wakanionyesha ile phone lao lile. Mashine ikawa inapiga kelele sana huko ndani. Sema phone kwa saidia kidogo sauti kwa ingii sana. Kaka madeka 8 hivi. Kaja wakanitoa. Wakanifanyia challenge yao pale pale. Bwana mambo vipi? Safi. Unaitwa nani wewe? Ngambia Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi. Hapo unajua uko wapi? Ngambia hapa. Niko hospitali Muhimbili. Huko ndani kuna watu wangapi? Ngambia daktari, acha kuniangaisha bwana. Mpo madaktari 3 nimeona hapo ndani. Hakuna mwingine kuongezeka. Wakasema vipi mashine ulivyoingia mwanadamu wa daktari? Mashine hii kwa mtu kama ana tatizo la kichwa itakuwa ni sawa. Lakini kwa mtu mzima ukimwingiza mundani mzumu nafsi yake. Sababu kwanza kuna mashine lenu linatisha ndani, afu pili lina makelele sana. Japo umenekea phone lakini nasikia wow. Afu ndani umeingia ndani, mambo umezama ndani uko peke yako unapaona hapa juu, yani kama hiyo upe ukae hapa. Kwa hiyo wewe macho yako ina maana shingo yako hii haina uwezo kugeuka kwa sababu ulipolala hapa kuna kama elementi fulani inakushika hivi. Alafu wanakuingiza, wanakuwekea phone. Kwa hiyo wewe ugeuki hivi wala ugeuki hivi. Wala unyanyui kichwa hivi. Ina maana wewe utulia ndo hivi kama roboti. Yaani wewe moyoni kwako unaomba dua tu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa niingia jamani salama, Mungu asaidie nitoke salama. Kwa sababu unafikiria mawazo ya haraka alikuja makata umeme ukikatika huko. Unatoka. Washakuulia kisaikolojia. Kwa sababu umeingia maskini Mungu miguu imebanwa kwa huko. Kuna video fulani wanavalisha kwenye miguu. Kwa hiyo umelala hivi. Mashine inaingia ndani tachui umezama ndani. Sasa uko ndani ufanya mambo umekatika, unakutoaje? Maana unakutelekeza ujue. Unaenda kufa huku ukiwa mzima. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Wameniskani ubongo, mwisho wa siku nilifanya matangazo ya kumsifia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa kazi aliyoifanya na kuwajali wagonjwa. Niingia kuna mtu mmoja anaitwa
Profesa Janabi. Mimi nilikuwa simjui wala siye kusikia skendo zake. Ila ndo nilipata kumjua na ofisi yake. Niliingia pale ndo nikaelekezwa, sababu nikaambiwa nifanye kampeni ya Rais wetu Jamhuri ya Muungano, huduma za kupokea wagonjwa hapa na utaratibu wa wagonjwa wanavyosaidiwa. Je, unaonaje kama mazingira yote? Nikawaelezea uhalisia mwanzo mpaka mwisho safi. Nikawaelekeza kuhusiana na Rais wetu jinsi anavyopambania taifa lake la Tanzania na wananchi wake ili wapate huduma nzuri bila matatizo yote. Kwa hata jambo la kuskani ubongo kwangu mimi halijaniuma sana, ila nimeona jambo jema kwa sababu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano ameweza kutusaidia wa Tanzania kutuletea vyombo vya kuweza kutupima hata ubongo wetu. Kwa hiyo hata kesho kutwa yoyote mwenye matatizo ya ubongo anaweza kupata huduma hapa. Lakini ubongo ulikuwa uko sawa kabisa. Mimi niko clear, ni mtu ambaye anafanya matangazo na watu na mikataba mikubwa, kwa sababu kipindi hiyo wanakuja wao kuniambia nende hivyo. Mimi kipindi hiyo balozi wa Magic Builder International, balozi wa Mogrini, yani na kampuni kama 6 za ubalozi. Sasa alafu narudi nyumbani, baba wa familia. Nikirudi nyumbani najua kama hata sipo nyumbani lazima nipige simu kuulizia familia yangu. Sio kila siku endayo kwa Mungu. Nitauliza familia, nitapiga simu sisopungua mara 5 mara 6 kwa julia hali familia walivyoshinda na mpaka muda huu wanaendeleaje, vipi walienda shule wamerudi, imekuwaje kuaje. Sasa leo inaonekana ubongo umeyumba. Mapambano yalizidi lakini unajua ile sasa Mungu anatoa vitu, Mungu anatoa kama zawadi. Unajua nyingine ni karama. Yaani Mungu kana anasema kama karama. Hasa mimi ni mtu wa kwanza bondia ambao wa ajabu sijawahi kuumia kwenye ngumi. Ngumi zinauma lakini ngumi haziniumi. Mimi napigwa hata nikipigwa kione kaa chini kinyanyuka mpaka tunauliza hivi Mandonga, wewe uumivu kweli? Ngumi ni kubwa. Si umi, siye kupungua jino, siye kufanya nini, siye kupasuka. Kama unavyoniona hivi sura yangu iko fresh. Ni mtu, kwa hiyo sijawahi kuona madhara ya matatizo hayo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu azidi kunijaga hiyo ushujaa huu, anaongezea gamba la mwili wa akili nisisikiage matatizo. Bwana mimi Mandonga nimefurahi sana. Nimefurahi sana kusikia stories zako, na I'm sure kuna kitu kikubwa ambacho watu wamejifunza na kuna upande ambao wakwako watu walikuwa waujui wamepata kujua siku ya leo. Sasa mimi nataka nikupe nafasi ya kuzungumza na kijana. Unajua wewe haukutoka tu kafanikiwa tu hivyo, no. Ulikuwa mvumilivu kabisa. Ulijifunza, ulichukua muda wako na uliamini katika wewe, na wakati wa Mungu ulivyofika ule ukafanikiwa, na ndio maana tunaona mpaka sasa hivi leo unaweza kuzungumza watu wakasikia na wakapona ama wakavuka kwa namna moja ama nyingine. So washauri vijana ambao pengine wana rush ama wanatamani vitu vitokee haraka haraka, hawana uvumilivu, wale watu ambao wanaamini kwamba ukifika umri fulani ndio umeshapoteza. Yani uzungumze tu na kijana ambaye hana imani na kile anachokifanya au ana haraka nacho sana. Naamini kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Leo niko katika media hapa naongea na Watanzania wenzangu waliokuwa Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, au media hii inapofika sehemu yote mtu akapata watu ya kunisikia, ajue kabisa Karim Mandonga mtu wa kazi, anaelezea vijana wenzie wanaopambana na hali ya maisha. Kaa ukijua kabisa mafanikio hayaji unavyotaka wewe. Mafanikio hayalazimishwi. Jua kabisa subira yavuta heri. Ukishakuwa na imani na Mungu, ipo siku moja Mungu atapanga fungu lako, kama ni fungu lako la 10 au la kwanza au la pili, Mungu atakuandikia. Kwa hiyo vijana wenzangu, tupunguze tamaa za ajabu. Pia tujifunze kuwa na kauli thabiti. Yoyote unaongea naye ukiwa na nidhamu na heshima, mimi naamini itakufikisha mbali zaidi katika maisha yako unayoishi. Kwa hiyo siku zote kaa ukijua kabisa, hawe babako, hawe mamako, hawe mtubaki, yoyote yule, ukimwona wa kike mkubwa anafanana na dada, basi ni dada yako. Ukimwona mkubwa anafanana na mama wa kike, ni mama yako. Ukimwona mkubwa wa kiume anafanana na baba yako, ni baba yako. Kwa hiyo nidhamu, heshima itakusababisha uishi maisha mazuri na ufike mbali. Kwa hiyo vijana wenzangu, tumuombe Mungu na tusikate tamaa. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Tujitunzie maisha yetu kwenye heshima, busara na utiifu. Hivyo tu.
Yeah, hopefully mmejifunza jamani. Mimi nimejifunza mengi sana kwenye story ya Mandonga, lakini pia hata wewe najua umejifunza mengi sana na umechukua vingi sana vya kujifunza. Bwana, kama nilivyoambia unaweza ukashiriki kwenye story yangu podcast kwa njia mbili. Moja, kwa kusuggest mgeni ambao unatamani aje, lakini pili, kwa kutuambia story yako na ikikidhi vigezo basi utakuja na utatuambia story ya kwako na tutaisikiliza na tutajifunza kutoka kwenye story yako. YouTube channel yetu ni story yangu podcast. Usisahau kusubscribe na kushare. Boomplay, Audiomack, Spotify, kote huko tunatumia story yangu podcast, na Instagram yako tupeni story yangu podcast. Msisahau kutufollow na kufuatilia kwa sababu episodes zinatoka 2 kila mwezi. So kila baada ya wiki 2 lazima episode mpya itoke. Weka tu mkao wa kula kwa sababu vitu vingi vizuri vimeandaliwa kwa ajili yako. So basi na la ziada kwa leo. Tulikuwa na Mandonga. Sijui nani atakuwa next guest. Naweza mkaguess kidogo hapo kwenye comment section. Ni nani ambao unatamani kumuona au unahisi ni nani ataalikwa anayefuata. Bye guys. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.